Watazamaji wetu karibuni sana. Hapa tuko kwa eneo ndogo la Fubuye. Tuko kwenye boma la aliyekuwa naibu chifu wa hili eneo la Fubuye kwa miaka mingi, na leo tumeketi naye tueleze kuhusu safari yake kama mkazi wa hili eneo, na safari yake kwa utawala, na maisha yamekuaje, na mafanikio yapi alipata, na kuna kumbukumbu gani ambazo anajivunia ama alipatana nazo wakati wa safari yake katika nafasi hiyo ya utawala. Asanteni sana. Mimi kwa jina ni Evans Marani, mtangazaji kutoka Black Mamba TV. Niko hapa pamoja na msaidizi wenzangu ambaye jina lake ni Nyamache Helen. Asanteni sana. Karibu. Asante sana. Naibu wa chifu. Umesema naibu? Naibu wa chifu. Naibu wa chifu. Asante sana kwa kutukaribisha huku. Waweza tuambia majina yako, ujitambulishe? Mimi kwa majina naitwa Brown Chuma Murwa. Okay. Mzaliwa wa Fubuye Sublocation. Okay. Kabaras North, Kakamega North Sub-County. Nilisaliwa mwaka wa 1962 tarehe 3 mwezi wa 7 Ijumaa mjana. Mama yangu kwa majina alikuwa anaitwa Lois Yuswa ya Busumba. Bwana yake naye alikuwa anaitwa Murwa Mzee. Yeye alikuwa mama kutoka ukoo ya mama Kangala, baba naye kutoka ukoo ya Abatali Kabaras. Mimi nilisoma shule ya Namakara kutoka mwaka wa 1971 mpaka 1977 nilipofanya mtihani wangu wa CBE. Nilienda Malaba Boys 1978. Nikasoma huko Malaba Boys kutoka mwaka wa 1978 mpaka 1981 nilipofanya mtihani wangu wa KCSE. Sasa nikakaa kutoka mwaka wa 81 1981 mpaka 1996 ndio nilipata kazi, nikapata kuajiriwa kama naibu wa chief wa kata ndogo ya Fubuye Sublocation. Nilikaa miaka 16. Nikahasol tu. Nilikuwa nauza kuku, nauza ng'ombe, nauza nguo. Biashara tu kuhasol ndio nakula. Nilioa mwaka wa 1983 msijana wa watu ambao wanatoka Pushu. Huyu msijana ambaye ni bibi wangu wa kwanza anaitwa Sipeta Ngine Waluchibia. Tumezaa na yeye watoto 6. Japokuwa unapopata kazi ukiwa mwanamume kamili huanza kufanya majajari. Sasa nilipoajiriwa mwaka wa 96. Sasa 97 nikawa sasa nimepata pesa. Nimeanza kuona nchi. Nikaamua sasa wacha nikue. Kaona na warembo. Warembo sasa tukakutana. Wakasema na wewe utakaa bure hivi na bibi moja. Na wakakubaliana na mimi. Sasa nikaoa bibi ingine 98. Hadi second wife. Huo mwaka wakati niliandikwa tulikuwa tunapata mshahara shilingi 7,000. Ilikuwa pesa mingi, ni kama 70,000 saa hii. Wakati niliachiriwa kama naibu wa chief, wanakupatia fimbo
na wanakuambia enda unda rubber stamp. Rubber stamp hiyo sasa utakuwa ukiandikia watu maparua ukipiga hiyo rubber stamp. Hiyo rubber stamp inamaanisha ya kwamba wewe umeachiriwa na serikali. Sasa hiyo rubber stamp ilikuwa nikitumia kama mtu anahitaji mtu mwingine kwa ofisi yangu kuongea na yeye, unachukua hiyo rubber stamp unaandika, alafu unapatia watu. Wakati huo tulikuwa tunaita youth wing. Anapelekea mtu barua, alafu anaitisha, anakuja kwa ofisi, wanakutana na yule ambaye amemhitaji, alafu wanaongea. Ikiwa ni case ama wanadaiana pesa fulani, kama wako na deni wanadaiana mbele yangu. Kupitia kwa hiyo rubber stamp ukiandika barua unaitisha. Tulipata changamoto mingi sana kutoka 1996 mpaka 2001. Hatukuwa tumechua tutatawala watu namna gani. Lakini serikali ilikaa chini ikaonelea kwamba tuende tupate course mafunzo. Yes. Tulienda Embakasi tukamaliza huko miezi 2. Tukafunzwa. Wakati tulitoka Embakasi, uchinga wenye tulikuwa nao wote ulitoka, tukawa sasa watu wafanyikazi wa serikali kamilifu sasa. Yes. Maneno ya hongo wakakataza, kwa sababu wakati tuliajiriwa ulikuwa unakaa bure bila pesa kwa mfuko. Mtu akija kwa ofisi anasema anataka umuitie mtu fulani kwa kosa fulani, unaitisha kidogo. Alafu sasa hiyo wakati tulienda Embakasi, wakati ya mafunzo walituambia nyinyi ni mate. Watu ni matajiri wenu. Nyinyi muko chini ya watu ambao mnatawala. Hamuko juu ya watu ambao mnatawala. Sasa tulipotoka huko tukawa wa mate. Mpaka saa hii hata hao watu watawala mnaona ni mate. Mate anakuwa controlled na tajiri. Sasa wananchi wenye wanautawala ndio wana control, ndio tajiri wako. Yes. Sisi tuko chini yao. Yes. Huwezi kuwa juu ya wale ambao unafanya nini? Unaongoza. Ulikuwa na ndoto gani ukiwa kijana mdogo? Na ilikuwa ni matamanio yako kwamba ukuwe kiongozi siku moja? Sasa wakati nilikuwa kijana, hata wazazi wangu, Yes. Murwa na Lois, Yes. wale ambao walinizaa, walikuwa wanauliza, kwa sababu wakati nilikuwa shuleni, weekend yote nilikuwa naleta watoto wenzangu wanakuja kwetu wengi kabisa. Hata mama anashangaa, huyu mtoto atakuwa nani siku zijazo. Sasa nilikuwa nikifunza wenzangu vitu mbalimbali. Nilikuwa mtu majajari hivi. Yes. Wakati nilienda secondary school tena hivyo. Matarajio yangu sana nikiwa shuleni. Yes. Wakati nilitoka shuleni, japokuwa nilikuwa nafanya nasoma kuendelea mbele, lakini matarajio yangu sana nilikuwa nataka kuwa pastor. Yes. Ministerio, yani nilikuwa nataka kuwa pastor. Yes. Mtu ambaye anahubiria watu injili ya Bwana na kuleta watu pamoja. Kumbe hiyo kitu ilikuwa imepitia ndani. Yes. Wakati nilimaliza kusoma, nikakaa nyumbani nikihustle. Yes. Bahati katokezea, nikaajiriwa kuwa kama naibu wa chief. Kiongozi yule ambaye nilikuwa nikidamani. Kazi yangu iliingilia hapo na ikawa hivyo. Kazi ambayo nilikuwa natarajia kuhudumia watu. Kuhudumia watu. Yes. Mimi ni mtu ambaye napenda amani sana. Yes. Mimi ni mtu ambaye napenda kurudisha watu ambao wamekozana pamoja. Mimi ni mtu ambaye napenda amani kwa jumla. Panapo mafarakano, mimi hujitenga na mafarakano hayo, huwa naelimisha watu jinsi ya kuishi. Vyema kabisa. Ndio. Yes. Na labda ulipokuwa mdogo ama ulipokuwa katika
shule ukiendelea masomo yako, ulijihusisha katika michezo? Ulikuwa na talanta ya michezo? Mimi nilikuwa na talanta ya kukimbia. Nilikuwa ninakimbia primary school. Nilikimbia na Makara Primary School mwaka wa 1976 wakati nilikuwa standard 6. Hata baba akasema niwajane na hiyo maneno kwa sababu nilikuwa naenda Kandui, tukaenda Kakamega tukikimbia. Nilikuwa nakimbia mbio za 100 by yani relays. Nilikuwa nikikimbia 4 by 100. Yes. Sasa kupokezana vijiti. Yes. Nilikuwa nikikimbia kabisa, nikaenda mbali sana, hadi niko na vieti vingi. Yes. Uziana na hiyo mbio. Yes. Kwa hivyo nilikuwa mchezaji. Yes. Nilikuwa ninafanya sport yangu ilikuwa ni kukimbia. Yes. Na sasa ilikuwaje mpaka wakakuweka yani naibu wa chifu? Safari ilikuwaje? Labda process hiyo ya kuwa walifuata njia gani Mimi wakati nilikuwa raia, wakati nilihitimu, nilisoma nikafanya mtihani wangu. Nilikuwa nakaa nyumbani na sublocation hii ya Fubuye haikuwa. Tulikuwa na sublocation ambayo inaitwa Malaba sublocation. Malaba sublocation alikata. Yule naibu chief alikuwa wakati ule walikuwa walisema area ni kubwa na wakakata. Wakakata mara mbili. Wakakata Fubuye sublocation na Chebutuli sublocation. Sasa zikawa sublocation mbili zimetoka kwa sublocation moja. Sasa hiyo yenye ilibaki ikawa namba 3. Sakawa sublocation 3. Walikawa Chebutuli, wakawa Fubuye. Sasa mimi wali advertise among watoto ambao walikuwa wamefanya mtihani kwa area hii ya Fubuye. Yes. Tulienda tukafanya interview watu 18. Lakini niliweza nikateuliwa bahati. Sio ya kwamba nilifanya nini, lakini nilipata bahati. Mungu alinijalia nikapata bahati, nikachaguliwa kuwa naibu wa chifu. Yes. Na katika hali ya utendakazi, ni vipi ulikuwa na hutubia ama kuwasiliana na wale wanaowatawala? Ilikuwa ni kupitia kwa baraza ama kwa mfano mikutano ya kanisa hivi? Mikutano yetu wakati niliajiriwa, nilikuwa ninakutana na watu kupitia kwa mikutano ya mabaraza. Tulikuwa na public barazas. During that time, mwaka wa 1997-98, ukiitisha baraza watu walikuwa wanakuja. Ni kufika tu mwaka wa 2001, mabadiliko imekuwa. Sasa baraza ukiitisha watu wakuja baraza, hao watawala wenye wako kwa kazi za hii wanapata shida sana, kwa sababu wanapata wakati mgumu sana, kwa sababu wakiitisha baraza watu hawakuji. Kwa sababu watu wamekuwa confused, wanafikiria matanga imekeusha baraza sasa hakuna. Wakati ule tulikuwa tunatumia mabaraza. Wakati uliitisha baraza watu walikuwa wanakuja wengi kabisa kuja kusikia yale ambayo serikali inataka wafanye. Tulikuwa tunapata kazi rahisi kabisa, lakini kutokea 2001 mabadiliko imekuja. Sasa vitu imebadilika. Ukiitisha watu hakuna. Sasa watu huwa wanatumia meetings. Hawatumii baraza. Hawa watawala wanatumia meetings sana. Wanaitisha watu kupitia kwa marununu, kwa mabarua, alafu ndio wanakuja. Sasa ndio wanakutana. Saa hii ni ngumu sana kuitisha baraza watu wakuja. Sasa watu wanategemea matanga. Information mingi sana watawala wa siku hizi wanapitia kwa matanga, lakini wakati ule wetu ukiita hata wanafunzi walikuwa wanakuja wote. Ukiita hata kina mama peke yake wanakuja wengi kabisa, lakini saa hii imekuwa ngumu. Ulijisikiaje kuwa kiongozi wa hii community ya the Luhya community, alafu for a long time, like kwa muda mrefu? Mimi nimefurahi sana kukaa na hii watu yangu kutokea 96 mpaka 2022, miaka
7. Nimemaliza miaka 27. Nimepitia changamoto mingi. Ukiitisha watu wakija mbele yako wanataka kusikizana kwa maneno, wanachukua ya kwamba wewe umekemea upande mmoja. Na shida ambayo iko kwa utawala ni kwamba unafanya kazi kwa watu wako maeneo ya nyumbani tu. Kwanza familia yenye umezaliwa kwayo, kama hii familia yangu ambayo inaitwa Yeshezwa. Watu hawajui ya kwamba wakati nimeretire ndio umenitambua ya kwamba nilikuwa mtawala. Lakini wakati nilikuwa kwa kazi, hawakuwa wanajua ya kwamba mimi ni kiongozi. Kwa hivyo hao watawala wako na changamoto mingi sana. Kwa sababu huwa wanadharauliwa na watu ambao wanawatawala kwa sababu wako karibu na wao. Na kila siku wanaonekana kwao. Watu huwa wanapendelea mtu mkeni kutoka, alafu ubaya sasa hawa watu ni utawala. Hawa big transfer. Unakaa kwa kazi the same place mpaka uende ridaya. Mimi niliandikwa Fubuye, nimemalizia Fubuye. Baada ya muda hii mrefu yote. Ni mrefu kweli. Sasa mwaka wa 2010 nilipromotiwa. Yani I was promoted from assistant chief 3 to senior assistant chief 2. From 2010. From 2010 mpaka 2017. Nikapandishwa cheo tena kuwa senior assistant chief 1. Sasa kuwaja kazi nimewaja kama niko na jeo ambacho ni kubwa sana kwa nini yetu, kwa utawala. Yani senior assistant chief 1. Nimewaja kama nimeridaya kama senior assistant chief 1. Hii kazi imanipatia maneno mingi mzuri sana. Nimesomesha watoto. Niko na watoto wa university. Niko na watoto wa colleges. Watoto wamemaliza, niko na daktari. Niko na walimu. Wako na madiploma. Kupitia kwa hii kazi yangu, mshahara wangu ambaye nilikuwa nikibada hiyo kidogo, alafu tunafanya nini? Nalipa karo. Wengine bado wako university saa hizi, wengine bado wako colleges. Kwa hii kazi ambaye nimefanya. Siwezi kudharau hii kazi yangu kwa sababu imenipatia faida kabisa. So unaona hii nyumba mzuri. Kweli. Wasimu hawezi jenga nyumba mzuri kama hii. So unaona ni kazi ambayo nilikuwa nafanya ndio imenifanya kujenga nyumba mzuri kama hii. Nimenunua mashamba. So nimekwambia niko na bibi 4. Bibi wa kwanza anaitwa Sibeda Walikibia. Bibi wa pili anaitwa Habigairu mwana wa Muheri. Rule Bitsika kutoka huko nini Shamberere, ukipita Shamberere huko chini. Na huyu naye anatoka Malaba. Huyo wa kwanza. Namba 3 anaitwa Mebo Inyanji Richard, anatoka Miu. Yeye ni Tajoni kutoka Bungoma. Na wanne. Namba 4 anaitwa Violet Ombakali. Yeye ni mtoto anatoka huko mtoto huko chini Bushiri. Bushiri huko chini. Na una watoto wangapi kwa jumla? Mimi watoto I cannot announce the number of children because Waluya wanasema ya kwamba ukisema hesabu ya watoto watakufa. Lakini niko na watoto wengi. Niko na watoto wengi. Wamepita 20 hivi. Wamepita 20 ni kitoko. Niko na wengi. Niko na wengi. Na wezukulu niko nao wengi tena, hata mmoja ndiyo huyu. Sasa wakati ulikuwa katika uongozi, ulikuwa unatumia mbinu gani kuhakikisha, wajua wakati mwingine kuna mambo ambayo yanatendeka katika community and then yanakuwa makubwa kiasi kwamba yanafikia polisi, yanafika koti. Sasa ulikuwa unafanyaje
kuavoid wakati nilianza kuongea hii maneno kuhusiana na utawala, nilisema ya kwamba wakati nilikuwa shuleni nilikuwa natamani kuwa first. Sasa na ikapitia hivyo nikawa assistant chief. Sasa Mungu naye alikuwa amenipatia kibawa. Mimi si mtu ambaye nakasirikia mtu. Okay. Kila mtu awe ni adui wangu, awe ni rafiki yangu, ni kitu kimoja. Mimi sinanga siri. Hata ukiuliza watu wa Fubuye watakwambia huyo ni mwami mwenye ana siri. Ukiniletea hongo, wakati walikuwa wanaletea mimi hongo, nilikuwa na nyamaza tu, ameniletea shilingi 500 ati nimsaidie kesi. Nafika wakati ya kesi nasema hiyo 500 ulinipa ulikuwa unafikiria itakusaidia. Lakini hapa sasa hakuna maneno ya 500. Ongea ukweli wa mama. Sasa walikuwa wanasema hii mtu hana siri. Kwa hiyo atakwambia naanika maneno mabaya. Mimi sikupendelea. Mimi nilitaka amani na nilisema mimi ni mtu ambaye napenda amani. Baka nimepitia changamoto mingi, watu walikuwa wananiwekea makesi. Wanasema mwame amefanya hii, lakini Mungu wa mbinguni mwenye aliniweka kwa utawala alikuwa amekataa. Tulikuwa tunafika mahali tunaenda police station, tunafanya nini? Mimi sikuwa napeleka mtu police station. Ni mtu mwenyewe ndiye alikuwa anataka aende police station. Maneno yote nilikuwa nataka imalizike kwa level yangu. Si kutaka maneno ipite iende police ama iende kotini. Kwa sababu waliniweka, Mungu alinichagua kuwa kiongozi wa kuleta amani, sio kutenganisha watu. Back from 1996 to 2022 sijakosana na mtu. Sijakosana na mtu. Mtu hajanikuza. Ni watawala wengine wamepikwa nini wametuziwa na watu, lakini mimi from 1996 mtu hajanipika kwa kazi. Mpaka nimemaliza kwa uzuri. Kwa hivyo naambia wale ambao wako kwa kazi wafanyie watu kweli. Haki itendeke. Sio ya kwamba wamechakuliwa wamesoma zaidi kuliko wengine. Ni baadhi yao kuwa viongozi. Kiongozi udogo kwa Mungu. Changamoto yenye iko kwa utawala. Unaandikwa na hauna silaha ya kujikinga nayo unapokabiliana na shida. Ukipatikana assistant chief ama chief, tio peke yake ndiye amepewa askari na chief. Lakini chief za hizi hata hawana askari. Sisi mtu akija hapa na fimba anataka kunipika, atanipika kwa sababu sina kitu ya kujizuia nayo. Ni wewe na Mungu wako. Yes. Wakati nilidaya niliambia serikali, haki ya Mungu, mmepewa watawala kazi, lakini muwasaidie kuwapatia silaha ya kujikinga kwa kazi, changamoto yote ambayo wanapata wakiwa kazini. Kwa sababu wanakupatia rubber stamp na kuambia kaa na watu, na unakaa na watu yako ambao wanachuki na wewe kabisa. Changamoto kubwa hiyo. Lakini tunafaulu kwa ajili ya maombi. Tunaomba mwami yoyote, mtawala yoyote, nataka kuhimiza ya kwamba akiamka asubuhi saa 9 kamili awe ana communicate na Mungu kwanza, ndiye ana communicate na wakubwa kuambia vile inji yake hali imekaa. Kwa sababu Mungu ndiye silaha ya utawala. Kweli. Huwezi kusema mbwa, huwezi kuvuka mbwa kwa poma lako useme ati mbwa ziume watu. Hapana. Ni Mungu ambaye ndiye analinda mtawala yeyote ambaye yako mamlakani. Na labda wakati mwingine kulikuwa na uharibifu, na ulikuwa una handle aje uharibifu, wizi, utovu wa usalama. Utovu wa usalama. Mimi niliandikwa 1996 kama uchinga iko Kenya tungu nzima wakati ya President Moi. Sasa wakati ule
watu hawakujua ya kwamba kusoma ni nini. Wakati tuliandikwa, tuliambiwa tunataka watoto wafanye nini? Wasome. Sasa kilichoko ni ya kwamba tulikuwa tunakaa na madisease. Wakati ule walikuwa wanaitwa TC, saa hii wanaitwa TCC. Na dio, saa hii wanaitwa ACC. Sasa tulikuwa tunakaa na hao kwa meetings. Wanatu authorize vile tunaenda kukaa na watu yetu na vile ambavyo tutaimplement maneno ya maendeleo kwa area zetu. Sasa kitu kilichokuwa tunatendeka, ikiwa ni maneno ya elimu, tulikuwa tunaenda kwa mashule, tunatembelea wanafunzi, tunatembelea walimu, tunaambia walimu funzeni watoto wapite mtihani, tunaambia watoto wakaze waende shuleni kila wakati. Tunakutana na wazazi, tunawaambia wazazi, tafuteni pesa, msikae bure, tafuta pesa, mlipe karo, watoto wafanye nini? Wasome. Mpaka mwaka wakati Kibaki aliingia kwa utawala 2002, wakati Kibaki, kwa viongozi wa Kenya, rais ambaye anaitwa Kibaki, huyo ndiye ameleta maendeleo yenye mnaona hii yote. Mwaka wa 2002, Kibaki alipoingia mamlakani, alileta masomo ya bure. Wakati huko nyuma tulikuwa tunapata shida kabisa. Unaambia mzazi peleka mtoto shuleni na anakuuliza pesa nitapata wapi? Lakini wakati Kibaki aliingia kwa mamlaka, alileta maneno kitu inaitwa CDF. Aliongea na watu, akaleta misaada Kenya. Sasa wakaleta, akaingia kwa elimu, akaleta misaada. Sasa akaleta elimu ya bure. Sasa kutokea 2002 mpaka saa hii maneno ya masomo ni mzuri, ila kuna mtoto mwenyewe akikadaa, tunashika mzazi ikiwa ameshindwa kufanya nini? Kulipa karo. Na ikiwa mtoto amefanya nini? Kwa sababu hakuna karo saa hii ni kulipa malisho. Yaani mtoto ukipeleka boarding school ndio wanalipa hiyo pesa, mwenye mnalipanga ni ya kukula. Hata hiyo pesa inalipangwa kwa shule hizi za kama za Makara, kama hizi shule za kukuja nyumbani hizi. Hizo pesa zenye mnalipa sio karo. Hiyo pesa ni ya watoto kukula shuleni, sio karo. Hiyo maneno ya karo iliondoka kabisa. Kibaki alipoingia mamlakani, alitoa hiyo maneno na tunaendelea mzuri kabisa. Sasa mtoto akikataa kusoma, serikali inaingilia. Mzazi akishindwa kupeleka mtoto shuleni, wazazi, serikali inaingilia. Sasa maneno imekuwa mzuri. Lakini wakati niliachiliwa 1996, tulikuwa na shida kubwa kabisa. Mtu anakuuliza unataka mtoto aende shuleni, utanipatia karo nipeleke mtoto shuleni, unashindwa na unaenda nyumbani kwako sasa, kwa sababu hautaweza. Na sasa ulikuwa una balance aje majukumu ya kazi, una familia, ulikuwa unaona hii kazi yetu mtoto? Hii ni mzuri kabisa kwa sababu unafanyia kwa boma. Sasa kazi yenyewe unafanyia kwa boma, unaamka asubuhi unafanya kazi, hata kama umelala unafanya hakuna kukomboa nyumba. Sasa assistant chief akipatikana amekomboa nyumba ama chief, yeye ni kaiti, yeye si mtawala. Unakaa kwa boma yako. Sasa inakuwa rahisi kabisa kufanya kazi kwa sababu unatoka kwa boma lako kila siku. Na watu wenye wanaitisha usaidizi kwako wanakuja kwa boma lako. Sasa hiyo ndio ilifanya mimi kuoa bibi wengi. Sasa nilisema bibi mmoja, sasa hawa watu watakuwa wakija wengi, watakula namna gani? Kwa sababu wengine huwa wanakula na njaa, wanakuja na njaa. Wanasema ukikuta unaambia bibi apikie huyu akule kidogo. Ndio nikafanya sasa, wacha nioe bibi mingi. Nikiwa huko, wakija huko wanakula. Ndio huko wanakula tena. Ukarimu hali ya juu mpaka wakaweka mbinu za ya kwamba watashughulikiwa. Hata mimi nikosa kuwa akija hapa si atashughulikiwa. Na nimeoa hii bibi yote wamesoma.
Yes. Hata mmoja alikuwa madam. Yes. Oh. Hey. Udogo. Mimi si mchache. Hey. Udogo for Fubuye. Sasa nina swali. Labda mtu anaweza shangaa majukumu ya sub chief, like roles of a sub chief ni gani? What are the roles you play? Yani kwa mfano kuna settle dispute, Security. Hiyo sasa kazi yako ni gani? Yani what are the roles of a sub chief? Assistant chief kazi yake ni kulinda watu. Okay. Physically na spiritually. Okay. Yani physically kaidi ikiwa wanataka kuingilia mtu na akija akwaka aleta ripoti kwamba iko watu wanafanyia mimi mpango hii. So utasema henda itisha askari wakuje wangoja kwa boma lako, wakija wakuta askari utaokole. So utakuwa umesaidia huyo mtu. Ni kweli. Na ikiwa mtu hako na njaa utamwambia shida yako ni nini. Akikwambia hana pesa ya kununua mahindi ya kupanda, ambia yeye tafuta, ukipata kamshahara, ukiona ni maskini kabisa, ukipata kamshahara unanunulia yeye kafuko kidogo ya 2 kg, anaenda apande. So utakuwa umetoa hiyo njaa ya kwake. Yes. Nimefanyia watu hivyo sana, watu wengi sana. Wakina mama wajane hawa, mimi nasaidia kina mama wajane, mtu amefiwa, mimi nasema kweli kuja hapa ninunua mahindi enda panda, nini anapanda. Okay. Na kwa hiyo umejifunza nini kutokana na haya maisha yako ya kuwa kiongozi? Kuwa kiongozi ni kitu mzuri sana kwa sababu huwa una gain experience ya kukaa na watu peacefully. Unaona? Kukaa na watu vizuri sio vibaya. Yes. Yes. Okay. Sasa mimi kuishi na mtu, naweza ishi na mtu yeyote. Hata wasimu naweza ishi na yeye kwa sababu najua how to handle a mad person. Okay. An abnormal person I know. Kwa sababu akija hapa kama ni mkali sana, ninapembeleza watu watasema pika hiyo mtu, huyo mtu atakupika, lakini mimi nitaenda mpaka kwake nimpembeleze kwa sababu najua abnormal person anaona ya kwamba yeye ako right always. Lakini nitamwambia, nitambembeleza yeye mpaka kuje mpaka aingie level mzuri. Kwa hivyo kazi ya utawala ni security. Kitu ya kwanza ni security. Sitaki kusikia kwamba kwa area hii yangu wezi nilikuwa nimemaliza wote ndani. Kila mtu akifanya, nilikuwa napeleka watu wezi police station mara 3 kwa siku. Mara hata walisema hii mtu namna gani, alitoka wapi hii mtu? Kila siku napeleka wezi. Nimehakikisha kwamba sub location yangu ambaye nimewacha ya Fubuye hakuna mwizi. Hakuna mwizi. Hata ukiuliza serikali watakwambia huyo Brown Juma, unasema Brown Juma, huyo alimaliza wizi. Kazi yake in security in his area hakuna. Security iko ya kutosha. Hata yule kijana mwenye nimewajia kazi, nimeambia yeye utapata kazi rahisi kwa sababu mimi nilifanya kazi ngumu. Lakini yeye atapata kazi rahisi kwa sababu mimi nimejaribu kumfanyia hata kazi. Kuna masalio ya juhudi. Lakini ingine nimesema ikitokezea ingine wewe nawe fanya. Naam. Sasa nina swali. Wakati nilikuwa nina rafiki na nilikuwa namwambia leo naenda kwa sub chief wa Fubuye. Wewe wajulikana sana huku. Mimi najulikana kabisa. Kwanza nina majina kama 20. Sasa akaniambia kwa 3,000. Jina lilitokea wapi? Sasa umefikia hapo. Kwa 1,000. Sasa nikamuuliza 3,000 na manchani, akaniambia mimi sijui, pia mimi wanasikia watu wanasema 3,000. Sikia vile 3,000 ilifika kwangu. Wakati nilikuwa sijapata kazi, nilimwambia nilikaa miaka 16 kama sina kazi. Nilikuwa nafanya kazi, nafanya biashara. Nilikuwa na duka. Ukiwa na duka, wanawake chungu nzima. Anakuambia ataletea wewe pesa kama amechukua sukari.
Kumbe hapana. Kumbe haleti. Haleti. Analeta mambo mengi. Asa akija anasema mwanamwa, sasa hii maneno ya sukari huwezi wachilia mimi. Mimi naambia yeye sukari yangu iende bure. Kwa hiyo sasa 3,000 ikatokeaje? Asa 3,000 ilikuja hivi. Sasa wakati nilikuwa kwa duka, kulikuwa na pipi. Okay. Pipi ya mtu. Ambaye ni ukoo ya huyu pipi yangu ya kwanza. Sasa alikuja akasema mimi niko na shida kwangu. Nikamwambia shida gani? Akasema pana yangu hata maneno kununua vitu kwa nyumba hakuna. Sasa hata majukumu mengine yanakuwa mambo mengine. Sasa mwanamume naye ukimwambia hivyo anakuanga mbaya. Ni kweli. Sasa nikasema basi nitarepresent huyo. Japokuwa niko na yangu nyumbani lakini nitarepresent. Kwa hiyo bado huo wakati ulikuwa umeoa mke wa pili ama? Hapana, wa pili nilikuwa hata sijaajiriwa kazi. Hii jina nilipata wakati nilikuwa hata nje tu nisijapata kazi. Ilikuwa zamani kabisa. Okay, lakini jina bado linaishi hata kama ni zamani. Sasa hiyo jina imechukua yangu, imekuwa hakuna. Ukitaka kufika hapa sio wamekwambia kwa 3,000. Sasa 3,000 ndio hapa. Sasa waje nimueleze vile 3,000 ilifika. 3,000 jina 3,000. Hii mwanamke tulienda naye sasa kumficha kwa mchomba. Nilienda naye nikamficha huko kwa mchomba yangu. Na wakati tulikuwa tunaenda kwa mchomba, tukakutana na bwana yake. Nikaambia hii pipi toroka. Akatoroka akajificha, tukakutana na bwana yake tukasalimiana. Sasa alipofika mbele hapo, iko watu ya familia yake. Wakamwambia tumeona mtu amepita hapa na bibi yako. Akaambia huyo hao watu nimekutana tena na huyo mtu mnasema lakini bibi yangu sijamuona ameenda kwao. Kumbe walimfanyia mpango walikuwa wanafuata mimi nyuma mpaka tukaenda kwa mchomba. Nikaenda nikafija huyo bibi kwa mchomba yangu huko Shibanga. Huyu akaja huku akafanya mpango akaja na watoto yao wakakuja saa 11 jioni hivi. Wameletea sisi ukali tumefunga kamlango tunakulia ndani ya nyumba tukasikia watu wako nje wengi kwa mlango wanaidia ngongongo fungua mlango. Nikasema iko nini? Wakasema fungua bwana. Nikaangalia kwa dirisha hivi nikaona bwana ya huyu mwanamke, nikaona watu wengine. Watu wa familia. Sio familia, sasa askari yutu wenye sub chief assistant chief mwenye alinipatia hii sublocation. Sasa tukafungua mlango. Wakasema sasa huyu pipi huyo bwana akasema umepatikana na pipi yangu sasa wewe unaenda chela. Wakanifunga. Ndio hao wananipeleka kwa assistant chief kwa sababu assistant chief ndiye alikuwa ametuma youth wing wake na huyu bwana tukaenda mpaka kwa assistant chief. Kwa assistant chief. Sasa assistant chief ikafika kitu saa 5 ya usiku, saa 6, saa 3 ya usiku hivi. Wakasema nilipe pesa sasa. Kwa sababu nimepatikana na makosa. Saa hiyo nilikuwa na pipi mbili. Huyu Speda na mwingine nilikuwa nimeoa kutoka Putovo, alikuwa anaitwa Salano kutoka Chebwaya hapo. Sasa wakaja wakaleta ripoti huku nimeshikwa. Papa akaamusha hao papa wote, papa Walikite, papa Memeti, papa Shatuma, papa Liteli. Papa wote wakakuja usiku kwa assistant chief. Sasa wakasema sasa huyu mtu lazima alipe. Wakati hiyo nilikuwa na duka. Sikuwa na pesa kwa duka, sasa walikuwa wanawaka wamemaliza. Wamekula wamemaliza. Nimebaki bure.
nilikuwa nakaa tu hapo tu na kuuza vitu ndoko zenye zilikuwa zimebaki. Sasa baba alipokuja akaambia sasa nijibu, huyu mtoto yangu ni mbaya sana, nimempatia pesa ako anatuka na anachukua vitu za watu, yeye anaharibu, mimi sitaki ende afunge yeye. Nilikuwa nimeweka ng'ombe yangu mahali. Akasema yeye mwenyewe alipe. Hiyo pesa mwenyewe alipe. Sasa nilikuwa nimeweka ng'ombe mahali kwa mtu, kwa jirani yangu. Nilikuwa nimenunua ng'ombe hivi na nimempatia achunge. Ilikuwa imesaa. Sasa ndugu yangu ndio hao akina baba wote wakasema sasa aende auze hiyo ng'ombe. Wakaleta hiyo ng'ombe wakaenda wakauza kwa mnadi. Wakaleta pesa. Sasa wakaambia huyu bwana, wewe unataka pesa ngapi? Huyu amekukosea, amechukua bibi yako. Wakaambia sipete na salano bibi zangu hao pili. Pika kwa hii mwanamke. Wakashindwa hata kupika, nguvu zimeisha. Sasa tukafika kitu saa 7 hivi ya usiku. Tukafanya mjadala kwa sababu ni watu ya ukoo tu, alikuwa baba yangu. Sasa akanihurumia akasema hata bibi yangu ndio makosa. Na kusumbua hii na akasema nimpatie shilingi 7,000. Akasema 7,000 imekuwa mingi. Tukakuja tukafika 4,000. Sababu akasema utatoa shilingi 4,000. Nikasema hakuna pesa. Sasa ndugu yangu alikuwa amekuja huku ameuza ng'ombe. Sasa amekuja na pesa. Tukafika shilingi 3,000. Sasa nikapatia huyo jamaa shilingi 3,000. Sasa umeona vile nabatizwa. Hata jina ndio hiyo imekuja na bama nende sasa mpaka nitakufa naye. Unaona sasa vile jina ilikuja. Sasa sikuwa wakati ule nilikuwa tu hustler. Sikuwa na kazi. Nilikuwa mfanyabiashara, nilikuwa natuka fupi. Na sasa vile umeretire sasa huwa unafanya nini? Kwa sababu mimi nimeretire. Kazi ninafanya, nimeshika kitu inaitwa jembe. Jogoo. Kwa sababu mimi watoto wamesoma. Niko na bibi. Sasa maneno ya kusurura kuitwa majina sasa nitaweza kweli. Sasa utaki. Mimi nakaa hapa. Nakaa kwa Sibeta siku moja, naenda kwa Abigail siku nyingine, naenda kwa Violet siku nyingine, naenda kwa Mebo siku nyingine. Kila siku na chembe mkononi. Sasa mimi sifanyi kazi, mimi ni kulima mali imelimwa. Sasa kwa shamba yangu hii hakuna mali haijalimwa. Na nimefaulu kununua biki shamba nilikuwa na mashamba tu. Mimi unaona hata wao watoto wanawake nimenunulia watoto nini shamba. Nilikuwa na mashamba wakati nilikuwa mwami, nilikuwa nafanya mpango na nunua nikipata kaboindi nanunua, nikipata boindi 2 nanunua, nikipata nusu. Sasa niko na eka kama 5 hivi. Zenye nimenunua kuongeza kwa hii 13 ya papa. Yes. Sasa niko na shamba kama eka 18. Kama 18. 18 acres ya. 18 acres. Ng'ombe niko nazo. Ng'ombe hata nimepatia kwa watu wanachungia. Mimi ni uchungue alafu namna hiyo. Mimi si masikini bwana, mimi ni mtu mwenye akili. Kweli. Mkifanya kazi nyinyi watoto. Chua siku zijazo itakuwaje ukiridaya. Ama wakikuvuta. Inaweza kuwa akistenda ili wakuvuta. Wakikuvuta unaona ni vibaya sana. Ni kweli. Itakuwaje? Ukifanya kazi chua ya kwamba siku moja utawacha kazi. Na utakaa namna gani? Sasa ukiniona hivi miaka 3 nimemaliza nyumbani. Nitakufa kweli? Si unaona nimenona tu. Nakula hapa sasa uchi nimekunywa mara 2. Chai nimekunywa. Sasa saa hii usipete umeona vile anatembea hivi. Anapika. Tukitoka hapa ni kukula. Sasa ni mzuri sasa. Kabisa.
Hii miti nimepanda miti kila shamba yenye nimenunua nimepanda miti. Niko na miwa ndio hii nakata karo. Niko na mwanafunzi university wako wawili university wakani wa KMTC Polytechnic. Yes. Nashughulika tu na kama poni yangu kidogo yangu kama kapeni hii tunapeleka huko na tunaendelea. Nauliza hawa watoto yangu wenye wamemaliza na pia maliza hii maneno na tuende mbele. Kweli. Saidieni wenzeni. Kweli kabisa. Mkikaa mwenzako anasema unaona ukisomesha mwenzako. Naam. Akimaliza wewe huko. Naam. Atakuona hata kama baba. Kwa hivyo nimeambia watoto yangu wasaidie mimi kusomesha wenzao. Na wameitikia wanasomesha. Wanafanya vyema. Tena ina maana kwamba pia umewakuza kwa njia mzuri. Nimewakuza kwa njia mzuri. Yeah. Sio watoto wajinga. Ya upendo na njia ya kujua kwamba wanapoishi kwa jamii wanaweza kuwa na majukumu fulani. Yes. Yeah. Sasa bado nina maswali mawili hivi. Uliza. Sasa unaweza ambia nini kijana au kiongozi anayechipuka? Unaweza mpatia mawaidha gani? Kiongozi ambaye anachipuka saa hii. Naambia yeye kwamba ukiwa kwa kazi usifikirie utakuwa permanent. Wewe si mawe. Ujue ya kwamba wewe ni mjanga. Mjanga mvua ikinyesha inaenda nayo. Wewe sio mawe. Kitu ya kwanza ukuwe msaidizi. Msaidizi kwa njia gani? Chukulia shida ya mtu yeyote kama yako. Usichukue shida yenye iko kwa mtu useme hiyo ni shida yake. Next ni wewe. Huenda ikawa wewe. Ni wewe. Naam. Ukiwa kwa kazi ujue kwamba siku moja utawaja. Aidha udaridaya au uvutwe au ukuve. Kweli. Utawacha familia yako kwa njia gani? Familia yako ukiwaja kazi ujue kwamba familia yako ikue kwa raha, isikue kwa majudo. Ukifanya kazi jua ya kwamba yale ambayo unafanyia watu itageuka. In most cases ukiona watawala wakienda retire kama mimi, familia zao huwa ni mbaya sana. Zinazambaratika. Kwa nini? Hakuwa na mwelekeo. Unapokuwa kazi kuwa na mwelekeo. Nunua kitu inaitwa ng'ombe, kitu ya kwanza. Ikue kwa boma. Ng'ombe ambaye inaitwa mama, yani ile ya maziwa. Ng'ombe ya maziwa kitu ya kwanza itasaidia familia yako. Chai utanunua sukari, lakini maziwa hautanunua. Utaendelea. Unaweza kulalia hata chai. Kweli. Sio kwamba sio lazima ulalie ukali ama nini chakula ingine. Unaweza lalia hata chai peke yake. Kwa hivyo kitu ya kwanza nunua ng'ombe, weka kwa boma. Naam. Kitu ya pili somesha watoto. Kama unao. Kama hauna watoto, saidia watoto wa wenzako. Sio lazima ya kwamba watu wote watazaa. Kweli. Yuko mtu mwingine hawezi zaa na lazima atasaidia watu wengine kwa sababu is a human being. Uzae usizae usaidie watoto kusoma, kitu ya kwanza. Kitu ya pili uchue jinsi ya kulinda watoto yako na familia yako kimatibabu. Usiingie kanisa la baba useme ati utatema mate. Utatema mate mtu atakufa. Peleka mtu hospitalini. Peleka yeye SHA. Ashike SHA. Akienda hospitalini lipia watoto yako SHA. Bibi yako SHA. Wewe mwenyewe SHA. Ukienda hospitalini unapitia tu, wanasema unaugua wapi? Hapa. Alafu wanasema utatumia SHA, ndio. Enda nyumbani. Kitu ya tatu ndio hiyo. Kitu ya nne
linda boma lako likuwe na usalama. Usalama imepita kila kitu. Ukae na watoto yako vizuri, ukae na bibi yako vizuri, ukae na familia yenu vizuri, ukae kwa nchi ya Kenya vizuri. Always mtu akiitisha usaidizi kwako, kuwa diari kuprovide. Ukiwa hautaweza, ambia yeye siwezi, na usitanganye uwe umesema ukweli. Kwa hivyo ninaambia wale ambao wako kazini saa hii, wasifikirie ya kwamba marupurupu yenye wanapata kila asubuhi wanaletewa kwa maofisi zao, wanaiba. Watakuwa nazo wakati ya retire. Saa hii mimi nikikaa kwa boma hii, mimi nimetoka kwa WhatsApp, kwa Facebook siko. Kwa sababu ya nini? Mimi kazi yangu ni kupokea simu na kuangalia M-Pesa iko nini. Mtoto yote ametumako M-Pesa airtime. Kazi yangu asubuhi naambia mtoto yangu sina kitu kwa simu. Wanasema wote kutumia kufika saa 3 ndio hiyo imeingia. Sitaki hata pesa, nataka tu airtime peke yake. Wanatuma. Sasa mimi ninaenjoy kuongea na watu kupitia kwa simu. Lakini mimi sina haja na maneno ya WhatsApp, maneno ya Facebook. Kwa sababu hiyo maneno nilimaliza. Hai, ni kweli. Sasa ungependa watu wakukumbukie nini? Ningependa watu wanikumbukie kwa hili jambo. Kukataa kuwa na libuba, yani partiality kuwa na libubana. Yani kukosa kuwa na usalama na watu. Sitaki kukosa kuwa na usalama na watu. Uishi vyema na watu kwenye unapatikana. Always ukuwa available kwa kusaidia, sio kwa kuharibu. Naam. Unganisha mapoma za watu sikae na usalama. Hiyo ndio kitu nasema, naimiza watu wanikumbukia kwa hiyo. No. Mimi wakati nilikuwa mtawala, sijachukua hongo kwa mtu. No. Ukiniona hivi, kama ningekuwa nachukua hongo kwa watu, ningekuwa hata nimeruka. Lakini mimi wakati mtu alinipatia hongo, nilikuwa na announce. No. Nilikuwa nasema huyu alinipatia hongo. Shilingi 1,000 ndio hii, nikurudishie ama nikufanyie kesi. Nasema hiyo kitu nimekupatia kwa siri, sasa tena unaambia watu. Nasema nikule nikurudishie ama nikule. Anasema nilikuwa nimekupatia. Sasa hiyo inakuwa halali. Msidhulumu wale watu ambao wako kwa kazi, wadawala. Msidhulumu watu. Mtapata laana siku zijazo. Mtaenda retire na utashikwa na wazimu. Utashikwa na wazimu. Kwa sababu maneno yenye umefanyia watu. Mimi nimewacha kazi na sina lawama na mtu yeyote. Hata nikikufa saa hii, watu wenye wanakuja kwa matanga yangu mnaweza hata huyo president wa Amerika nikikufa saa hii atajua. Facebook online. Watasema elfu tatu ameenda. Watu watakuja hapa kwa boma la Zipeta, utachanga. Hii maneno watakanyaka hii vitu yote. Kwa sababu ya uzuri wako. Sina joile mtu. Uzuri wako na msaada na mchango wako. Sina siri. Unaona? Watu wanasema, Chuma ana siri. Nawaambia hao, mnafanyanga nini hii siri yenye mnasemanga? Siri yenye mnasemanga, hii siri ni nini? Hakuna siri kwa hii dunia. Watu wanasema wanafanyia wengine mpango, ni kuroka watu, wanaenda kuroka watu. Ndio hii siri sasa. Walikuwa wanataka ati niende nikuwe nikaka na watu. Nikula wonga siri. Nini nikiroka watu? Mimi nilikataa hiyo maneno. Mwizi wakati yangu. No. Nilikuwa nimeambia mwizi siku zako zimeisha. No. Zimefika 40. Mwizi mimi sikuwa napeleka seri ya nini? Weka hii moto na kwenda.
Sasa watu walikuwa wanakopa brownie 3,000 kuweka moto utakufa. Hakuna wizi area yangu. Fubuya za location yakaa kwa usalama hakuna. Kwa sababu mwizi anasumbua. No. Unawacha yeye kwa jela ya nini? Anaenda jela kwa nini? Atatoka atarudi. Ataambukiza wengine. Mwizi ni kama mbio za relay. Zenye nilikuwa nakimbia. Wanapokezana. Mwizi na mroki. No. Wachawi. Unaona wachawi? No. Wanapokezana uchawi. Yaani yeye alikuwa mchawi, anawachia mtoto naye anawachia mtoto, na hasa uchawi inaendelea tu. Wizi tena ndio hiyo. No. Papa alikuwa mwizi, alikuwa anapata vitu rahisi, anaenda kwa boma la mtu anachukua vitu, anaenda kuuza kama kochoko yenye inaingia kwa nyumba hiyo, anaenda anauza, anapata pesa kwa njia rahisi. Yeye wacha mimi pia nifanye nini? Nifanye hivyo. Hiyo maneno ya kupokezana ya siri hiyo nilikataza. Wenye wako utawala, msidhulumu watu. Msije mkadhulumiwa siku zijazo. Mkae na watu kulingana na sheria. Wakati ya siasa, mtawala hautakikani kuhusika kwa siasa, kwa sababu wewe ni maid. Maid kwa boma la mtu hawezi kufanya kitu, hata maneno ikitendeka anasema tu wacha hii anafuata tu. Wewe ni kiongozi, fuata yale ambayo wakubwa wako wanasema. Maneno ya vyama wajana nayo. Maneno ya kusema ati unaegemea mbunge fulani ndio mzuri nini, wajana nayo. Wewe ni kama askari. No. Askari hakuna siku atasema nitapigia kura fulani. Lakini sisi watawala huwa tunapiga kura kwa sababu inatakana mpaka utakuwa mtu mwenye unajua ya kwamba atafanyia watu yako mzuri. Yeah. Lakini askari hakuna kupiga kura. Kwa hivyo tusidhulumu watu, tusije tukadhulumiwa baadaye. Kweli. Mtalaumu watu ati wameroka mtu, na kumbe mtu amejiroga mwenyewe. Kazi yenye anafanyia watu mbaya kabisa. Anapata tu matokeo ya matukio mambo ambayo alikuwa. Sasa naambia watawala wakuwe kama Komeko, trakta yenye inalima kwa barabara. Trakta yenye inalima kwa barabara. Si unaona inalima barabara mzuri sana. Umeshawahi kuona trakta ikitembea kwa barabara yenye imelima? Hapana. Inabebwa ati itaharibu. Sasa wakati ilikuwa inalima ikatengeneza, sasa hii inaharibu. Unaona wanaweka sasa wanaweka kwa lori itaharibu. Hii trakta itaharibu, na ndio ilima hiyo barabara. Viongozi namna hiyo. If you are a good father, fanyia watoto vitu mizuri, fanyia watu maneno mzuri. Wewe utabebwa. Utabebwa sasa unaona. Wanasema papa saa hii unaona? Papa unaenda matanga Ingia kwa kari hapa. Umeingia. Ndio huyo. Umefika kwa matanga. Mahali unataka wewe unaenda kama trakta yenye ililima. Haikumbuki wakati mnapitia barabara, wakati mnapita kwa hiyo barabara haikumbuki. Lakini kuwa hiyo trakta, umeshawahi kuona ya kwamba, umeshawahi sikia ya kwamba trakta yenye inalima imeanguka? Hapana. Si rahisi. Kwa sababu inabebwa ama inalima. Haiwezi anguka. Kweli. Kwa hivyo kila mtawala awe kama trakta ya kulima. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha huku kwako. Yaani nimejifunza mambo mengi kutoka kwako. Una busara na hekima ya hali ya juu. Yaani una ukarimu, upendo, umeleta amani na umoja katika area yako ya uongozi. Tunashukuru sana kwa kuwa na sisi hapa. Kabla hujaenda sana, mwaka ingine mama aliniambia, mama alikuwa anaambia watu, hii mtoto yangu ni mjinga sana, ni mbaya sana. Mtu mwenye amemkataa ndiye anapendanga.
Yaani mimi huwa napenda mtu mwenye amekataa mimi sana kwa sababu nimemjua. Mwenye hajakataa mimi, mwenye hajanikosea, sijui yeye. Lakini mwenye amenikosea mimi nasema huyu ni mbaya, najua yeye. Na nitakae na yeye sasa vizuri kabisa kwa sababu najua ya kwamba yeye ni mbaya kwa. Mbaya unajua. Sasa mama alikuwa anasema, "Hii mtoto yangu Juma, anapendanga wale watu ambao wamemkataa." Hivyo ndivyo inatakikananga. Usipende watu ati kwa sababu wamekupenda. Penda kila mtu. Yeah, so tunashukuru sana kwa hayo mahusia mazuri. Sawa. Asante sana kwa kutukaribisha huku. Natumai watazamaji wamefurahia sana. Yaani kama mimi nimefurahia hivi, what about mwenye atakuwa anataka? Atafurahi kabisa. Kwanza kwa jina, watafurahi bila jina ilipatikana. Ilipatikana saa 7 ya usiku. Na wazazi yangu walinipiga makofi nini? Mateke. Ni kweli. Asante sana kwa kuwa nasi. Stay tuned until the next episode. Black Mamba gives you your taste. Tunawapenda sana watazamaji wetu. Thank you very much.